kunaswa na mitego ya Shetani. Yafaa tujue sisi tulioamini, iko mitego ya Shetani ambayo inatuzunguka kila kuitwapo leo, kila kuitwapo masaa. Sasa tukinaswa katika hiyo mitego ya Shetani, ni kipi chaweza kufanyika? Ufanye nini ili utoke hapo? Utende kitu gani? Maana hapo nakuwa tayari umejitenga na Mungu wako, umejitenga na Baba aliye mbinguni. Hapo ninazungumzia na mtu ambaye amejitenga yeye na Mungu wake. Sizungumzii watu ambao wametengwa na ushirika. Nazungumzia sana waliojitenga na Mungu. Unajua, ndani ya ushirika kuna watu wengi wamejitenga na Mungu, lakini kusanyiko halijui. Sasa unaweza ukawa uko ndani ya kusanyiko, lakini ni mtu ambao umekwisha anguka, ni siri yako. Sikia maandiko haya. Tukisoma kile kitabu waraka wa pili wa Petro, ile sura ya pili, ule mstari wa 20, unasomeka hivi: kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena na kushindwa, hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Huu mstari unazungumzia watu walioamini, watu ambao tayari wamefanyika kuwa shirika, lakini ikatokea wakanaswa kwa mitego ya Shetani, kwa mtego wa Shetani. Shetani yuko na mitego, naam, yuko na mitego. Sasa umenaswa. Wengi wao wakishanaswa katika hiyo mitego, wanakata tamaa, wanahalalisha yale maovu, wanaendelea kutenda. Pengine alinaswa katika tamaa, akatamani, lakini sasa alipotamani alikuwa hajaingia katika hali ya kutenda. Anajithibitisha kwa kuwa nimeshatamani, imehesabika kuwa ni dhambi. Anathibitisha kabisa, anaingia kutenda, na akitenda anaendelea ni mtu wa kutenda. Sasa huyo mtu hali yake itakuwa ni mbaya kuliko hata ile ya awali. Lakini huyo mtu analo tumaini, anaweza kuepukana na hiyo hali. Kwa nisikilize kwa makini, hata kama umepitia katika hali umenasa kwa mtego wote wa Shetani, sikia hili somo. Narudia kusoma kwa uwezo wa Mungu tena. Kwa maana wale waliokwisha kuyakimbia machafu ya dunia kwa kumjua Bwana na Mwokozi Yesu Kristo, kama wakinaswa tena. Shika sana hapa, anasema kama wakinaswa tena na kushindwa. Ina maana kuna kunaswa, kuna kushikwa, lakini pale ambapo utaonesha hali ya kushindwa, hapo ndo unaenda kutokea shida mbele yako. Mwisho wako unaenda kuwa mbaya. Kwani tumeandikiwa na kushindwa? Ina maana kuna uwezekano mtu akanaswa kwa hila za Shetani, lakini akipokonyoka, akitambua kwamba hapa nimekosa, akarudi, akatubu, akaacha, huyo mtu atasamehewa, huyo mtu atakuwa salama. Lakini ukinaswa kwa mitego ya Shetani, unaendelea kusali, hakuna naye kuona, unaona ni mjanja, ndugu yangu, pengine muda wowote kinachoenda kukuta ni kibaya zaidi. Ingefaa kama unaona kweli umekosea, umejikumpa, umeanguka, hebu jinasue. Huo mtego kuna uwezekano wa kujinasua au ukashindwa. Sasa unapokuwa umeshindwa, tatizo linaendelea kuwa kubwa, mwisho wako unaenda kuwa mbaya. Hakuna naye kuona, ila nafsi yako inakushuhudia. Umenasa kwenye uzinzi, umenasa kwenye chuki, umenasa kwenye ulevi, umenasa kwenye matukano, umenasa kuchunguza mambo ya wenzio, yani umbea kuliko mambo yanayokupasa. Sasa hiyo hali usione kwa ya kawaida. Hiyo ndiyo mitego ya Shetani ambayo inawavuta sana watumishi wa Mungu
wakapate kuanguka. Sasa yafaa ujinasue. Wakati wa kujinasua ni pale unapotambua tu hali ya kwanza. Petro alipotambua tu kuwa amemsaliti Yesu, amemkana Yesu, alijinasua haraka iwezekanavyo, akalia toba, akaomba, akalia, akafanya nini? Akasamewa pamoja na wanafunzi wenzake wale 11 waliobaki. Nao walipokuwa wamesaliti walifanya nini? Waliomba msamaha. Ina maana tayari walinaswa kwenye mtego, lakini wao hawakushindwa. Hapa anasema na akashindwa, wao wakajinasua. Kwa nguvu ya kujinasua ndani ya mikono ya shetani unayo. Kwa nini nasema unayo? Maandiko yanatuongoza hivyo kwamba mtu aliyekuwa amekwisha kuamini, ikiwa atanaswa kwa mtego wa shetani, uwezekano wa kutoka haraka mara moja upo. Utapokonyoka na utasamehewa, hautarejelea tena. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya pili ule mstari wa 5. Kuja tusome Ufunuo wa Yohana sura ya pili mstari wa 5. Unasomeka hivi: basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Inaishia hivyo. Asema basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Ina maana huku kuanguka ndiko kunaswa kwa mtego wa shetani. Upendo wako wa kwanza umepoa. Sasa angalia ni vitu gani vilivyopelekea upendo ukapoa. Ni vitu gani vilivyopelekea ibada ikatoka. Ni vitu gani vilivyopelekea usiwe mtu wa kusoma neno. Ni vitu gani vilivyopelekea uachane na utumishi. Hebu kumbuka, alafu kisha ujiepushe navyo. Kwa hawa wanaoambiwa hapa ni watu walioamini kama ulivyoamini wewe, lakini sasa matendo yao ya kwanza yalikuwa mazuri, matendo yao ya mwisho yanaenda kuwa ni mabaya, yamepoa, yamekuwa vuguvugu. Sasa Mungu anawaonya, anawafundisha ya kwamba wajinasue walipo, sio sehemu salama, wakimbia haraka, warudi wakatubu. Kwa vivyo mpendwa, angalia mienendo yako. Usiseme mimi niko ndani ya ushirika, sijatengwa na ushirika, hakuna naye kuona. Hapa Yesu anaona kila kitu, anaona kuwaza kwetu. Kwa anapoona tunakuwa na utii wa kukubali makosa ya kwamba tumenaswa, sasa anatupa maarifa ya kutoka. Wengi wao unakuta wako mitaani, ukiwahubiri Injili wanajifanya kama wamesali sana, kwambia sisi tulikuwa tunasali, sisi tulikuwa ni mashemasi. Utatuambia nini? Utaniambia nini nisichokijua? Sasa wewe unagundua ni mtu ambaye alikuwa ndani ya kanisa, ndani ya kusanyiko, ndani ya kanisa la Kristo, ila aliponaswa katika mitego ya shetani hakujinasua, akajiendekeza, akaendelea kutenda, lakini akiamini kwamba kwa kujua yale maandiko, kwa kujua ushirika, kwa kujua vitu vingi, basi atakuwa na heri. Hakuna heri kwa mtu asiyetoka kwenye mabaya, asiyejinasua kwa mtego. Sasa huu mtego wa shetani unapomkamata mtu, yule mtu akilemaa, akikaa hivyo hivyo, akaendelea kuishi yale maisha, kuna wakati itafika atashindwa kujitoa. Utaenda kumilikishwa kuwa mwana, unakuwa ni mwana wa shetani zaidi. Kujitoa kwenye familia yako inakuwa ni ngumu, lakini pale ambapo anaanza makubaliano na wewe, unapokuwa umenasa ukapokonyoka, pale ufanyiki kuwa mwana, unakuwa umemshinda, unakuwa umefanya nini? Umejitoa, unakuwa umekimbia. Hata angekuweje atakukosa. Kama vile wawindaji, anaweza kaweka mtego wake, mnyama akamuona kweli yule pale amenasa, lakini ili amsogelee, anapokonyoka, anakimbia. Yule mwindaji hatarudi kusema nimekamata mnyama, atasema
amenikimbia, au nilimkamata lakini amekimbia. Kwa yule mnyama hataingia kwenye hesabu za kuliwa, kwa sababu amekwisha kufanya ni kupata nguvu, kupata heri, amekimbia. Lakini akimkuta, anamsogelea, anamkamata, bado yule mnyama upo mikononi mwake, atarudi nyumbani kwa sherehe kwamba tumekwisha kupata nyama, tumekwisha kupata kitoweo, na watachinja, watakula. Ndivyo vivyo mtumishi ambaye ulikwisha kuamini ukalijua neno la Kristo, pale unapoona umenaswa, ebu pokonyoka. Kumbuka ni wapi panapo kufanya uanguke. Utengeneze mambo ya nyumba yako kabla siku mbaya ijakujia, kabla siku ya giza ijakujia. Unayo nguvu, unalo tumaini. Jinsi ulivyokuwa umeungama, yashike yale uliokuwa umeungama. Shika sana yale ya kutoe katika hiyo hali, naye Kristo atakusamehe. Yeye ndo aliyefundisha habari za msamaha, akamwambia Petro, akasema hata mtu akija kwa siku amekukosea mara 7 na akaomba msamaha, msamehe. Ina maana yule mtu amegundua nini? Kosa lake. Kwa vivyo vivyo na unapo unasuka kwenye mitego ya shetani, unamfuata Kristo kwa moyo wote, kwa akili yote, kwa ufahamu wote, anafanya nini? Anasamehe. Usimsikilize shetani ambaye sema hakuna kusamehewa. Mungu anasamehe, na usiendelee kuabudu ukiwa umenaswa, upo kwenye vifungo. Pokonyoka hapo, tubu, ungama, ghairi, umwabudu Kristo, uendelee kwa uaminifu. Na hilo ndio neno la Bwana likutie nguvu, likutoe ulipo. Amina.